nje ya Kristo ni kujilisha upepo, ni kupoteza wakati duniani. Maisha yana maana sana pale Kristo anapokuwa kiini cha maisha yako. Nilipokuwa kijana nilikuwa nafikiria ukishaokoka hakuna tena maisha mengine, yaani mambo ya dhambi nini, yaani nilikuwa naona ukiokoka, nilikuwa najua ukiokoka ni kweli umezaliwa mara ya pili. Na kanisa la kwanza lilikosea sana. Kwa nini? Kwa sababu halikutufundisha uwezo wa kuishi na dhambi. Tulifundishwa maisha ya ulokole au maisha ya utakatifu tu, na tukufundishwa kwamba dhambi zinaishi na sisi, na maisha yale ya utakatifu yalikuwa yanategemea ulinzi wa mwilini, na watu wote waliojaribiwa na dhambi walikufa kabisa. Hakukuwa na mlango wa kutengeneza mtu alipokuwa ameteleza. Kwa nini? Hakufundishwa namna ya kudili na dhambi. Kwa ninaposema maisha yana maana pale Kristo anapokuwa kiini, simaanishi dhambi kwamba wewe unaweza usiwe na dhambi. Na ninaposema dhambi sijui inamaanisha nini, lakini nataka kusema ni nini, kwamba hautakuwa na changamoto za maisha machafu. Dhambi inaishi na wewe. Wangapi wanajua asilimia kubwa ya maisha yetu tunayaishi kwenye ulimwengu wa dhambi kuliko ulimwengu mtakatifu? Ni wapi tunaishi zaidi? Ni maeneo yanayotushawishi kukaa dhambini au kwenda dhambini, au ni maeneo yanayotushawishi kuwa watakatifu? Naposema maisha yana maana pale Mungu anapokuwa ni kiini, haimaanishi dhambi zinaondoka. Hatukufundishwa kuishi na dhambi. Naposema kuishi na dhambi simaanishi kuishi dhambini. Wangapi wana rungu ya kiroho ya kuua cockroach wa kiroho? Maisha nje ya Mungu hayana maana. Simaanishi hakuna dhambi zinazunguka, tunaishi nazo. Na kitu kibaya ambacho mimi nilikiona kwenye wakati wa ujana wangu, hatukujifunza kuishi na dhambi. Kwa vijana wote waliopata kujaribiwa na dhambi, wengine hawakuwa vijana, wengine walikuwa ni watu wazima. Mtume Paulo anasema hivi, nami nawaletea naam, zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nimpate Kristo. Sasa usipokuwa na msingi huu kwenye maisha yako yanaweza yakakosa maana sana. Watu wengi sana, naposema maisha bila Kristo ni bure, hayana maana, watu wengi huwa wananiambia, Bishop, unaturudisha kwenye injili ya zamani, wakati ulipokuwa unasema ninyang'anye vyote niachie nani? Yesu. Sasa na kweli tulikuwa tunaimba hivyo, kibaya tulimaanisha ninyime ugali, ninyime chakula, uniachie nani? Yesu. Ukweli hatupaswi kukaa hapo, tunapaswa kuanzia hapo. Ili maisha yako yawe bora na yaimarike, unapaswa kuanzia na Kristo. Yaani vitu vyote uvihesabu kuwa ni mavi, viwe ni hasara kwako, ili umpate Kristo. Kwa sababu kisha kumpata Kristo, anavifanya vile vitu ambavyo umevipoteza kuwa na maana.